Nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa upande wake kwa kuwezesha barabara hizi zote, na hasa pia barabara hii ambayo sio tu itatumika kwa ajili ya AFCON, lakini inaenda kusaidia kuondosha foleni katika jiji la Arusha. Ametoa bilioni 87 na mkandarasi ameanza kazi, na naamini pia hata advance payment tayari wamelipwa. Kwa hiyo niwaombe wataalamu wote tutoe ushirikiano. Sisi serikali ya mkoa tutaendelea kutoa ushirikiano kuhakikisha hamna kizuizi chochote cha kumsherehesha mkandarasi kutimiza majukumu yake. Barabara hii ikikamilika, mkoa huu mbali ya AFCON ni mkoa sasa ambao utalii unakuwa kwa kasi kubwa. Itatusaidia kuondosha foleni na wageni wanaokuja kuenjoy kuto kukutana na foleni katika mkoa wetu, na mwelekeo mkubwa wa kwenda Karatu, Serengeti ni huku. Kwa hiyo barabara hii itasaidia sana. Nimefika hapa pia kutoa taarifa kwa wananchi wote ambao wameweza kulipwa fidia katika barabara zote. Hakuna mwananchi hajalipwa fidia kwa barabara zote za AFCON, wamelipwa fidia. Tuwashukuru, leo tuko Buruka, wamepisha ile eneo, wamelipwa fidia na barabara inajengwa. Niwashukuru na wananchi wengine na maeneo mengine wamelipwa fidia na wamepisha barabara, ujenzi unafanyika. Niwashukuru sana kwa sababu kuondoka kwao pamoja na kulipwa fidia, lakini pia inaonyesha ni watu ambao wanaunga mkono jitihada za maendeleo katika nchi yetu. Sasa wapo wale watu ambao wameshalipwa fidia kama ambavyo wenzao wamepisha maeneo, ni waombe wasiwe na visingizio vingine, wapishe ujenzi uendelee. Barabara zote ambako wananchi wamelipwa fidia, tunaomba wapishe ujenzi uendelee, hawana visingizio vyovyote. Na kama kuna mwananchi yoyote ana swali lolote aje kwa mkuu wa mkoa, lakini nataka wapishe ujenzi uendelee. Na nimekuja kutoa tamko hili ndi baada ya kusikia baadhi ya watu wachache bado wanaleta visingizio wakati wamelipwa fidia na wenzao wengi wameshaondoka. Kwa hiyo niwaombe sana kwamba sasa tupishe ujenzi, tunakimbizana kuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika kwa wakati. Wapo kule upande kule nakoenda wa TARURA, kama wapo tangazo hili walisikie. Barabara zote ambazo tuko nazo sasa za AFCON watupishe, wakandarasi waendelee na kazi. Hilo ndo jambo muhimu sana, niliona niliseme na liende huko kwa wananchi, na niwaombe mkuu wa wilaya ya Arusha, mkurugenzi na wengine iwe Arumeru wasimamie jambo hili, washirikiane na wakandarasi kuhakikisha wasipate vikwazo, watimize wajibu wao. Mkataba huu umeanza rasmi tarehe 8 Julai 2026 ambao unatekelezwa na kampuni ya China Railway Engineer Construction Limited kutoka China. Hapa tulipo kulikuwa na maeneo ya kulipa fidia, ikiwepo eneo hili la Buruka Estate, lakini na baadhi ya nyumba za kwenda mjini. Tumepokea kutoka serikalini bilioni 10 na tumeweza kulipa fidia wahusika wale wote ambao wako katika eneo la barabara ili kupisha ujenzi wa barabara hii. Barabara hii inajengwa kwa njia 4 ikiwa na lengo kubwa la kupunguza msongamano katika jiji letu la Arusha. Kama tunavyojua, tuna mashindano makubwa mwakani ya AFCON, kwa tunategemea watu wengi watatoka mjini kupita hapa ili kwenda kwenye viwanja vyetu vya michezo vya AFCON. Lakini pia kupa na changamoto kubwa ya mafuriko katika eneo letu la Mbauda. Tutakwenda pia kujenga mtaro mkubwa ambao utachukua maji kwenye maeneo ya Shansi, Ngarenaro na kuleta katika mto ule wa Tanapa. Kwa tunaamini mradi huu pia utakuwa umesolve tatizo kubwa la mafuriko ambayo ilikuwa inatokea maeneo ya Mbauda na kule maeneo ya kwa Mrombo.